Karibu katika kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho, sehemu ya 13 katika ile Mathayo 24. Tuliona wiki iliyopita katika mstari wa 22 ambako anasema kama siku hizo zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa. Tusikadhani kwamba kwa nini Yesu Kristo anasema kwamba siku hizo zitafupizwa. Tukaona kuna mambo ambayo Yesu anayasema hapa. Kipindi hicho cha dhiki kuu yatakuweko, na haya ndiyo yatakayosababisha Bwana amue kufupiza. Jambo la kwanza ni kwamba utakuwa na udanganyifu mkubwa sana kuliko wakati wowote, na ndiyo maana hata wateule, watu ambao wanaonekana wana nguvu ya kiroho, wanaweza kuvutwa na udanganyifu huu na uongo huu mkubwa. Lakini uongo huo utahusu nini? Anasema watu watatangaza kwamba Yesu Kristo amekwisha kurudi. Watatangaza kwamba Yesu Kristo amekwisha kurudi, lakini kutaonekana kuna maneno juu ya ujio wa Yesu Kristo. Na hapa ndipo naposema kuna mkanganyiko. Hata mafundisho ya unyakuo, jinsi tunafundisha katika namna ambayo inatuingiza kwenye mtego. Adui ameingiza mtego katikati yake, ndio maana kuna haja ya kuangalia. Lakini hapo anasema watakaposema Yesu yuko jangwani msiende, watakaposema Yesu yuko nyumbani msiende, anasema kwamba ujio wa Yesu Kristo utakuwa kama vile ambavyo umeme unaonekana mashariki na mara unaonekana magharibi. Kwa tafsiri nyingine, ujio wa Yesu Kristo utakuwa wazi. Tutaona katika kipindi kinachofuata. Lakini pia sababu nyingine anasema kutakuwa na makristo wa uongo. Sikiliza vizuri, haisemi manabii, inasema kutakuwa na makristo wa uongo. Watatokea watu makristo wa uongo, na baadaye anasema kutakuwa pia na manabii wa uongo. Kwa makristo ambao watakuwa na manabii wa uongo ambao watafanya kazi gani? Anasema watafanya ishara kubwa sana. Hizi ishara zitafanya watu waweze kuamini, kwa sababu miujiza ina nguvu ya kubadilisha watu. Kwa watafanya ishara ambazo huwezi kuzipinga kama huna msaada wa Roho Mtakatifu. Na wakati mwingine unaweza kuwaza kwamba Yesu aliwezaje kumshinda shetani? Ni kwa sababu yeye ni neno. Kwa hiyo hatumshindi shetani kwa ujanja. Tunamshinda shetani kwa sababu tumeshiba neno ndani. Ndio anakuambia si tu kuhudhuria ibada kutakusaidia wewe kushinda wakati huo, bali ni namna ambavyo unalisoma neno na neno linakaa ndani yako, hata kama ulielewi, lakini unaendelea kulisoma. Sasa kwa sababu hiyo unaona kinachotokea hapo. Anasema wengi watadanganyika, maana yake watatoka katika ukweli huo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ni dhahiri kwamba kwa sababu ya udanganyifu mwingi ambao adui anaufanya, na watu wengi wataondoka katika kweli. Kwa hiyo mtakatifu, mtu wa Mungu, huu ni wakati wa wewe kujiwekea akiba ya neno, ndilo litakalokusaidia kupambua au kujua kwamba kipi ni kweli, kipi si kweli. Kama huna neno la Mungu ndani, huwezi kuwa salama, hata kama ulihudhuria ibada, hata kama ulitumika kiwango gani. Hebu sasa anza kuwa na ratiba yako ya kusoma neno. Hebu nisome neno hata kama ulielewi. Roho Mtakatifu atalihifadhi ndani na litakuwa msaada kwako. Kwa hiyo niseme kwamba Mungu atusaidie sana sisi ambao tunafundisha kwa habari ya unyakuo, na wakati mwingine tumeona maono. Tumeona kweli, sikatai kwamba watu wanaonyesha maono, lakini wakati gani ndio tatizo, na tumefundisha vipi? Hapa napo tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kutuelekeza vizuri, ili tusije tukawakanganya watu, kwa sababu hata sasa shetani ameandaa tunaita fake alien abduction. Viumbe hawa ambao wana asili ya mapepo, kwa asili ni wanafiri, wameandaa unyakuo feki. Watu wapotee waseme kwamba Yesu amekuja kuwachukua ili kuwakanganya watu. Na umeshaona kuna baadhi ya watu wameshaanza kukusanya watu wakisema siku ya mwisho ni tayari, na watu wengi wamekwenda kwao. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, udanganyifu unaokuja ni mkubwa sana. Heri sasa ukamwomba Roho Mtakatifu akae ndani yako, lakini akurejeshee hamu ya kusoma neno, badala ya kuwa mhudhuriaji mzuri wa ibada pasipo kusoma neno. Sisemi usihudhurie ibada, hudhuria ibada, lakini uwe na ibada za kweli za kutafakari neno nyumbani. Soma neno na likae kwa wingi. Sasa moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bila neno la Mungu dhambi inakubisia mlangoni. Bwana yetu Yesu Kristo yuko karibu kuja. Jitakase, si mbali sana, usichoke. Atakuja, tutakwenda kukaa naye milele, na ndiye mfalme wetu na Bwana wetu. Wewe ambaye hujaokoka, mpokee Yesu sasa. Ni katika jina la Yesu Mungu akubariki.